pia hiki kivuli cha kwako sio cha mtu mwingine. Jamani, mimi msifanye masiara. Mna watoto. Na watoto wao watasema sio kivile. Hivyo. Wewe unaendeleza kizazi sio kivile, sio kivile ndio unakuwa kizazi chenu. Ndio kuwa hivyo. Ndio kuwa. Yaani yeye msichezee mama na hadifu. Usifanye mchezo. Kama umefunga ndoa, yaani usichezee hiyo ndoa yako. Na ndio mnafanya hata wanaotaka wengine wasiingie kwenye ndoa. Kwa sababu naomba na nyie mnaidharau ndoa. Sasa yaani kama ingekuwa padre unaenda leo makombe huko unatembea mbaya sakaramu kuna kijana atakutaka upate. Wewe mtu umelala kwenye mtaro yaani umechafuka yaani. Kwa hiyo mimi nawaomba. Naombeni sana sio waruka tu wote. Yaani naomba mthamini. Yaani hapo ulipo kwenye ndoa yako ndio maisha? Ndio maisha yako. Ndio maisha yako. Kwa hiyo naombeni sana. Alafu hichi kitu mimi sidhani sasa nikiongea sana. Mimi nadhani nimeshaongea sana ile kanisani wapi nimeshaongea sana. Kwa hiyo mimi naomba tufike mahali tujione sisi ni Wakristo. Sawa jamani? Ndio. Kama alivyotuambia Mama Shati. Yaani mwishoni tuweze kufanya tujione sisi kama ni Wakristo. Na kuna wengine hata kupuli zenyewe wamekataa kuchukua. Sasa jana kwenye mkutano nilipokuwa kwenye mkutano na ile kamati niwaambie nakumbuka ule mfano Yesu alipokuwa amemtoa pepo yule alipomtoa pepo si ndio? Akamwambia hivi jiangalie usipofanya nini? Usiposimama yaani jamaa atarudi yule pepo anarudi na makundi lingine mara 7 ya ile ilivyokuwepo. Yaani kama tunashindwa kutumia nafasi hii fursa hii. Yaani mimi kwa kweli sijui lenyewe ndo mtakuwa wa kwanza. Yaani unafikiria namna tunatokeje hapa? Yaani mimi ndio niseme yaani kama Mungu alivyojifunua kwetu. Mara nyingi na mimi mwalimu jamani. Nafundishaga kwa vitendo. Yaani na wafundishaga watoto pale. Mungu amejifunua kwetu kwa namna ngapi? Hebu niambie. Mungu amejifunua kwetu kwa namna ngapi? Haya, alikuwa amejificha hivi. Ya kwanza yaani hapa nimemaliza.